Ni Nuru tena hapa kama kawaida, tupo kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Leo tupo na vitu vya msingi ambapo tutakupa vitu vya muhimu vya kuzingatia kabla haujanunua TV. Wengi wanajuta sana baada ya kufanya maamuzi ya kununua TV, ni kwa sababu hawajui vitu vya msingi vya kuzingatia ni vipi. Kwanza tunaanza na ukubwa. Lazima uzingatie ukubwa wa TV. Unataka TV ya saizi gani? Yaani ukubwa ambapo zinaanzia inchi 32, achana hizi ndogo ndogo, kuanzia inchi 32 na mpaka inchi 100. Cha kwanza lazima uzingatie unachukua inchi gani. Ukubwa wa size ya TV utategemea chumba chako au sehemu yako iko na ukubwa gani. Mfano, chumba cha kawaida, vyumba vidogo, unatakiwa una TV kuanzia inchi 32 mpaka inchi 43. Sebule ya kawaida unatakiwa kuanzia na inchi 43 mpaka inchi 55. Lakini masebule yale makubwa kubwa unatakiwa uwe angalau kuanzia inchi 55 na kuendelea huko. Umeona? Hii hapa ni kwa nini tunasema hivi? Maana TV zina vipimo vyake. Yaani sehemu unapokaa na TV ilipo umbali lazima uzingatie na ukubwa wa TV. Mfano, kuanzia mita 1 mpaka mita 1.8, yani TV ilipo na mpaka umbali wewe ulipo kuanzia mita 1.2 mpaka 1.8 mita, panatakiwa pawe na TV ambayo iko na inchi 32 hadi inchi 43. Na hii ni kutokana kwa ajili ya kulinda macho yako. Cha pili cha kuzingatia ni lazima uangalie TV yako unachukua iko na resolution kiasi gani, yani ubora wa picha wa TV yako. Mfano, kuna full HD, hizi zinakuwa, kuna HD ambapo zinakuwa ni TV zile za kawaida, ubora wa kawaida. Kuna full HD kidogo inakuwa ni nzuri, ambapo inakuwa na uwezo wa kusoma angalau kuanzia ubora wa picha 10:80. Kuna 4K, hii inakuwa ni unyama sana 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 na ni nzuri hasa kwa wale watu ambao mna stream online. Lakini pia kuna 8K, hii inakuwa ni baba lao, japo hata gharama yake kidogo inakuwa ni mkasi sana sana sana. Tatu, ni lazima uangalie aina ya paneli. Umeona? Au aina ya teknolojia ya kioo, ambapo kuna LED TV, kuna QLED TV, lakini kuna ULED TV, lakini pia kuna OLED TV na kadhalika. Hizi kipindi cha nyuma tumezielezea sana. Kwa kama utaka kujua maelezo yake zaidi kati ya hizi hapa, rejelea post ya nyuma utaona maelekezo zaidi. Namba 4, ni lazima uangalie ni TV ni smart au sio smart. Kama ni smart TV ni kwamba inakuwa na uwezo wa kuunganishwa na internet, na hii inakuwa ni nzuri zaidi kwa watu ambao mnapenda kustream, watu online kama ni YouTube, Netflix, hii itakufaa sana. Lakini kama sio mtu wa Netflix, YouTube, huna haja kuchukua TV ambayo ni smart TV. Chukua tu TV ya kawaida, labda unaonyesha kingamuzi au flash na kadhalika, itakuwa ni nzuri zaidi kwako. Namba 5, lazima uangalie TV yako unachukua iko na operating system ya aina gani, yani mfumo endeshi, ambapo tutaziorodhesha, lakini kwa baadaye tutakuja kuzielezea zaidi moja kwa nyingine. Ambapo katika operating system kuna Android TV au Google TV, ambapo mara nyingi hizi kuna TCL, kuna Evil, kuna Skyworth na kadhalika. Lakini pia operating system nyingine kuna WebOS, ambapo mara nyingi ni LG wanatumia, kuna Tizen, hii mara nyingi ni Samsung, lakini pia kuna Vida, ni maarufu sana kwa Hisense, naamini mnaijua hilo hapo. Lakini pia kuna zingine ambapo kuna Rock TV, kuna Fire TV, lakini pia kuna Linux, japo kwa kwetu hizi tatu sio sana, ni mataifa mengine ndio huwa wanatumiaga kwa hizo operating system zao. Kwa kabla hujachukua TV, angalia TV unachukua unataka iwe na operating system ipi au mfumo endeshi upi, itakusaidia zaidi pia kulingana na matumizi au uhitaji wako. Pa 5, lazima uangalie tunasemaga sauti au audio. Hii ni kulingana na kuna wale watu ambao hawapendi mambo mengi, anapenda labda na TV lakini hapendi music system. Umeona? Kwa lazima uangalie kama upendi muziki, lazima uangalie mfumo wa sauti ukoje. Je, ina built-in subwoofer au built-in soundbar? Lakini pia lazima uangalie na watts, speakers za TV zina watts ngapi, ili iweze kupatia muziki fulani ambao ni lakini pia lazima uangalie je, iko na Dolby Atmos. Umeona? Kwa ni lazima uangalie. Lakini kwa wale watu ambao sio wapenda muziki, ni vitu sio vya muhimu sana, maana
lazima hapo itakuhitaji ma sound bar, labda masabufa, ma home theater, itategemea na uhitaji wako. Kwa ni kitu cha kuzingatia pia hicho. Namba 7, lazima uangalie TV yako iko na connectivity zipi, lakini pia iko na ports zipi. Mfano, lazima TV angalia kulingana na mahitaji, lazima angalia iko na HDMI port ngapi. Ni muhimu sana, lakini TV nzuri ni kuanzia angalau na HDMI port 2 na kuendelea. Mfano, kwa nini tunataka iwe na HDMI port 2? Mfano, labda una vingamuzi viwili, umeona? Au una kingamuzi kimoja, labda una laptop, umeona? Au una vingamuzi viwili, laptop moja na music system. Kwa hiyo chomeka kidogo itakuwa ni usumbufu. Kwa lazima uangalie uhitaji wako. Unachukua TV kwa ajili ya nini? Unaunganisha vitu gani? Kwa lazima uangalie namba ya au idadi ya HDMI port ziko ngapi. Lakini kingine angalia, je, ina sehemu ya USB? Pia ni nzuri. Lakini kingine cha kuangalia, angalia je, iko na Bluetooth? Maana saizi ni TV nyingi za nyuma zilikuwa zina Bluetooth. Japo hata za saizi baadhi hazina Bluetooth. Hii itakusaidia kwenye kuunganisha na music system zako bila kutumia hata mawaya. Itakusaidia pia kwa ajili ya kupunguza usumbufu. Kingine lazima uangalie iko na Bluetooth, iko na sehemu ya kuonyesha na Wi-Fi. Ni vitu pia vya msingi vya kuangalia, pia itakusaidia. Lakini angalia, je, iko na optical cable? Maana kuna baadhi ya music system zinahitaji unganisha na optical cable. 8 na muhimu hapa, naomba utege sikio kwa umakini. Namba 8, angalia brand na warranty. Brand na warranty. Cha kwanza, angalia unataka TV au brand gani. Ukishajua unataka brand gani, angalia je, iko na service ya warranty muda gani. Maana kuna baadhi ya TV au kuna baadhi ya brand unaweza kuuziwa kumbe haziko na warranty. Unaweza kupewa warranty tu kama umeandikiwa, lakini je, warranty huwa tunachokizingatia ni kwamba je, iko na hiyo brand iko na service center. Hicho ndo kitu cha muhimu cha kuzingatia. Lazima brand unaochukua iwe na service center, yaani vituo vya matengenezo. Ni kwamba ikitokea labda umechukua TV imeleta shida ndani ya warranty, kampuni husika ndio inashughulika au inakuwa responsible kwenye matengenezo ya hiyo TV yako endapo ikiwa iko ndani ya warranty. Sasa unaweza ukachukua baadhi ya brand unakuta haiko na warranty, au iko na warranty lakini haiko na service center. Umeona? Yaani the matter is not a warranty, ni service center. Nyingine na muhimu ni matumizi. Unachukua kwa ajili ya matumizi gani? Labda kuunganisha kwa gatu la vingamuzi, labda gaming, cinema. Kwa lazima uangalie pia ni matumizi yepi ambao unachukua. Kwa watu wa gaming lazima uangalie refresh rate iko na ngapi, lakini pia uangalie isiwe na burn in, uangalie kuna input lag. Umeona? Iwe na HDMI port angalau ya 2.1. Umeona? Ambapo tunataka HDMI version uangalie, lakini pia angalia na VRR. Hizi nitakuja kuzielezea kwa baadaye kwamba ni TV ipi itafaa zaidi kwa gaming. Karibu sana, ni Nunua Mo tena hapa, tutataka kupeana taarifa na maarifa juu ya teknolojia.